tunaingia kwa hiyo dini sababu tuliamini Mungu. Mungu alitoka mbinguni akakuja duniani akakubali kukufa kwa sababu ya dhambi zetu pia. Na sasa huyo Mungu vile alikuwa amekufa siku 3 alizikwa. Alizikwa. Siku 3 kiisha kafufuka. Kabla hizo siku 3 kuisha watu walikuwa wanaomboleza. Kufa kwa Mungu. Si ndio? Nani alikuwa anawapatia watu oxygen wakati Mungu yuko kaburini? Tuseme ya kwamba Mungu iko kama kuna Baba na Yesu Kristo, kuna Roho Mtakatifu. Hiyo Yesu ako kama watu 3. Yesu. Kuna Baba, huyo ndio Mungu, na kuna Yesu Kristo, huyo ni mwana, na kuna Roho Mtakatifu. Hizo siku alimaliza akiwa kaburini, vitu vilikuwa vinaendelea kama kawaida, lakini watu waliokoka waliamini huyo Yesu. Hakujua ati atafufuka, hakujua hiyo. Walisema amekufa, vitu vimeisha tu. Sasa hapa umenipoteza. Wewe ni baba, huyu ni mwana, huyu ni mwana wa huyu mwana wako. Huyu ni mjukuu wangu. Huyu ni mjukuu wako. Mbingu iko hivyo. Huyo mwenye alikufa ni huyu mtoto wako. Ndio Yesu. Huyu alikuwa hapo akaambia hao watu ati msihangaike. Sasa huyu ambaye ni mtoto wa yule. Kwa hivyo sasa mimi sitaki kusema mimi ni Mungu, lakini mimi ni baba vile mnasema. Na huyu ni mwana. Huyu ni roho. Hivyo. Sasa huyu roho ni mwana wa yule. Si ndio? Wa Yesu. Ni hivyo. Na Yesu ni mwanangu. Si ndio? Kwa hivyo huyu ni mjukuu wangu. Kwa hivyo wewe kulingana Roho Mtakatifu ni mjukuu wa Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapendwa watazamaji, alhamdulillah sisi tuko wazima, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, anasaidia, tunaendelea na kupambana na hali. Karibuni sana wapendwa watazamaji kwenye channel ya Straight Path Dawa. Ni channel ambayo hapa huwa ni kusemezana tu kuhusiana na maneno ya imani. Sisi Waislamu huwa tunasemezana na watu imani mbalimbali na kuwafundisha kuhusiana na Uislamu, na vile vile tunawapa nafasi na wao vile vile kujieleza kuhusiana na imani zao. Kwa hivyo ikiwa wewe ni Muislamu, sio Muislamu, Mkristo, Myahudi, mtu aina yoyote, dini yoyote, imani yoyote, karibu sana na ujisikia hapa uko nyumbani. Na vile vile kwenye ukumbusho usisahau kusubscribe, kwa sababu mafundisho haya ambayo huwa yanafundishwa hapa, usiposubscribe huenda utayakosa. Lakini ukisubscribe kila mara utakuwa unapata updates inshallah. Kwa hivyo usisahau vile vile kubofya hiyo alama ya kengele hapo ili uweze kupata notifications kila mara tunapokuwekea video mpya. Mimi kwa jina najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo, na hapa tuko kwenye uwanja wa Jacaranda, uwanja ambao una watu wengi mashallah. Watu wanakuja hapa kufanya shughuli mbalimbali. Kuna watu wa siasa, kuna watu wa sarakasi, kuna watu wa da'wa, kuna watu wa kula miwa, kuna watu wa kupumzika, na vile vile kuna wengine wenye mkono mrefu. Wote wako hapa. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kusemezana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kutufungulia mambo yetu yakae vizuri inshallah. Na sikuja peke yangu, nimeandamana na Mwalimu Khalifa yuko hapa, na vijana wetu hapa vile vile tuko nao. Wote wako hapa, na wengine wamebeba vitabu huko nyuma. Kwa hivyo kabla hatujaanza inshallah, Mwalimu Khalifa unaweza kusalimia watazamaji. Naona hata alisilimu
kwenye kipindi kilichopita amepumzika hapa. Tulimwambia aje ili tuweze kumpa mwelekeo zaidi, vile vile apate na kanzu, au sio? Inshallah, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia fursa hii kuweza tena kufika siku nyingine kuendelea na kazi ya dawa na kuendelea kufundisha watu imani sahihi ya Uislamu na kupokea maswali ambayo wanatuuliza kuhusiana na Uislamu. Na hapa ndipo unapopata kujifunza mambo mengi sana yanayohusiana na dini. Na hapo ulipoketi, nawe pia chukua nafasi yako, chukua karatasi na kalamu. Wakati tunaposoma mambo haya, wakati tunaposoma na kunukuu vitabu Qur'ani na Biblia, basi pia nawe andika hapo mahali ambapo umeketi. Kesho sisi tupo na leo tupo na kesho hatupo. Wewe ndio utakuwa mwalimu wa kesho, nawe pia ukuje katika viwanja hivi kuendeleza kazi ya dawa. Kwa hivyo usiwe tu mwenye kutazama, lakini pia jifunze kwa kuchukua kalamu na kitabu, ukae chini kwa kunakili maandiko, na pia wewe kujifunza kutokana na hayo, na wewe pia ufanye hivyo ile sehemu ambayo unakaa. Pia ufundishe watu hapo mahali penye unakaa. Hii channel itakusaidia katika kukuelimisha na wewe pia kukupatia nguvu ya kufundisha jamaa na marafiki hapo unapoishi. Na tuendelee kufanya juhudi ya dini. Na endeleeni kusubscribe. Na endeleeni kutuma maoni. Na endeleeni kusupport dawa kifikra, na pia katika kusaidia dawa katika kifedha. Maana yake kila kitu ni pesa. Itakuwa ni makosa tujidanganye kwa kusimama hapa kusema ya kwamba tunaweza endesha kazi ya dawa bila kitu chochote kama hela. Kwa sababu katika kufanya dawa kuna kuzunguka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna kulala, kuna kula na kunywa. Kando na hayo, hata hawa tunaowasilimisha, wengine wanasilimu wakiwa na matatizo makubwa sana, ambayo itakuwa ni makosa makubwa kwamba wamekwisha kusilimu wako na sisi kisha tuwaache hivyo. Yaani kiufupi, kama una uwezo kwamba Mwenyezi Mungu amekuruzuku mali kidogo, hapa ndipo mahali ambapo unafaa hata utoe zakati yako. Na hii zakat imekuwa ni nguzo ambayo tunaisoma tu, lakini katika kuitekeleza haitekelezwi. Unapozungumzia zakat, unapata kila mtu anafikiria kuhusu zakatul fitri tu ya kilo 2 za mchele na unga, lakini wanasahau ya kwamba kuna zakatul mal. Hiyo zakatul mal inaweza kutolewa kwa alfukara, almasakin, ibnu sabil, algharimuna, arrikab wa fi sabilillah, na kutolea zakati pia katika njia ya kusupport dini ya Mwenyezi Mungu, wale wanaojitoa katika fi sabilillah. Jinsi tunavyofanya hivi kufundisha dini. Kando na hayo, kuna wale wanaojitahidi katika kujenga shule za Kiislamu, kuna wale wanaojitahidi katika kuandika. Yani almuradi, mwisho wa siku kila Muislamu ajitume katika kupigana jihad. Na jihad bado ziko za aina nyingi. Kuna jihadu nafsi, kuikataza nafsi yako kufanya maovu na kutekeleza mema. Jihadul kalam, yani
Ukiwa na uwezo, Mwenyezi Mungu amekujalia nguvu ya kuandika, pia andika makala utuletee hapa nje, tusaidie watu mbalimbali. Wacha tumsalimie mwenzetu hapa. Ndugu yangu, hujambo? Jambo sana. Karibu sana katika vipindi vyetu. Naona hapa unauza kahawa na mandazi, si ndio? Yes. Unafanya kazi nzuri. Jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Joeli. Joeli? Hiyo. Joeli. Sasa sisi lengo letu kufika hapa, sisi huwa tunafanya kazi ya kufundishana tu. Yaani watu wanaweza kutufundisha, si kwamba tunajua kila kitu. Kuna kitu unaweza kosa, unaweza kuwa unajua chenye mimi sijui, ukanifunza. Na mimi kuna kitu ambacho naweza kuwa najua na wewe hujui, na mimi pia nikakufundisha. Si ndio? Joeli ni Muislamu, Mkristo ama mkosa dini? Ni Mkristo. We ni Mkristo? Yes. Na mimi ni Muislamu. Sawa. Je, umewahi kukutana na Waislamu au kukaa na Waislamu au kuishi nao? Hapana. Hujawahi? Hajawahi. Lakini leo ni mara ya kwanza umesimama na sisi Waislamu, tena marafiki zako wa karibu sana. Yes. Na Qur'ani imewasifia sana nyinyi wa Kristo ya kwamba nyinyi ni marafiki zetu tena wa karibu. Si ndio? Ndio. Sasa rafiki wa karibu, mimi singependa rafiki yangu akwende motoni. Si ndio? Yeah. Napenda rafiki yangu tukiingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu tunaingia pamoja. Yeah. Ama namna gani? Ni hivyo. Una swali lolote labda yenye unaweza kutuuliza sisi Waislamu? Labda swali lolote kama naweza kujibu, na kama sijui nitaenda kufanya utafiti, jibu nikuletee kesho. Niko nafikiria kukuuliza, mbona mko hapa ni kama mko na mkutano, lakini mbona ni kama mko mnaongea mkiwa wawili? Mko na mkutano gani? Kwa kweli hatuko wawili, tuko wengi kabisa, na katika hii channel unaiona ni watu wengi sana wanaifuatilia. Watu wengi sana, maelfu na maelfu. Kwa hivyo wewe ulivyosimama hapa, umesimama mbele ya maelfu za watu. Sawa. Sasa nikuulize, mko mnataka kufanya kitu gani? Ni kitu gani mnafanya? Ni maneno ya ako kwa Biblia ama ni kipindi fulani hivyo tu? Ni kama kipindi, na ni kipindi kwa sababu ni kipindi kinachofanya shughuli ya kufundisha watu mambo ya imani. Na imani ni mbalimbali. Kama vile unavyosema we, imani yako ni dini ya Emmanuel. Dini ya Emmanuel. Dini yako? Dini yangu ni Emmanuel. We dini yako ni Emmanuel. Ndio dini yako. Na jina lako ni? Jina langu ni Joeli. Kwa hivyo Joeli yako katika dini ya Emmanuel. Hiyo. Kwa hivyo dini yako ni Emmanuel. Kwa hivyo dini ziko mbalimbali. Kuna Uislamu, kuna Ukristo, na leo pia watazamaji pale, hebu tazameni, kumezuka dini nyingine hapa, sijai kuisikia mara yangu ya kwanza. Dini inaitwa Emmanueli. Mimi nilikuwa nadhani Emmanuel ni jina la mtu, kumbe ni dini. Hiyo ni dini. Hiyo ni dini ya Wakristo. Dini ya Wakristo. Inaitwa Emmanuel. Lakini kuna majina anaitwa Emmanuel na kuna dini inaitwa Emmanuel. Dini inaitwa Emmanuel. Sasa mimi nilikuwa napenda labda baada ya kupokea simu kwa dakika chache utufunze hii dini, angalau pia sisi tupate kuifahamu dini inaitwa Emmanuel. Na Waislamu, kabla tuendelee, kabla hujasubscribe, tafadhali fanya subscription pale katika screen. Fanya subscription pale katika screen ili video zinapotokea unakuwa kwanza kuzitazama. Sasa ndugu yangu, tusikupotezee muda. Sisi tunaomba tu labda dakika 1-2 utufahamishe kidogo kuhusiana tu na dini ya Emmanueli. Sawa, hii dini yangu Emmanueli ni dini, hiyo dini yetu ni tunaingia kwa hiyo dini sababu tuliamini Mungu
Mungu alitoka mbinguni akakuja duniani akakubali kukufa kwa sababu ya dhambi zetu, na sisi tukaamini hiyo maneno, na ndio sababu tunakuanga na hiyo dini, tunaingilia hapo ili tufundishane, tukumbushane maneno la Mungu, ili tujue vile tunaweza enda kwa hii dunia. Iko na mambo yako tofauti, iko na dhambi. Kuna dhambi tunaweza kutana nayo, lakini kwa sababu neno la Mungu iko ndani yetu, hatuwezi fanya hizo dhambi na Mungu atatulinda. Tulipewa malaika mlinzi ndiye anatuongoza kwa hii dunia ili tuone njia tunaweza pitia. Wacha Sheikh naye pia kusalimie kidogo. Sasa bwana Joeli, kwanza karibu sana, na lengo la huu mkutano wetu ni kuongea maneno ya Mwenyezi Mungu. Huwa tunaulizana, si unaona huyu amesema ni Muislamu na huyu amesema ni Mkristo wa Emmanuel, na unasema Mungu ni mmoja na alitupenda. Yes. Sasa tunashangaa, alipenda akina nani? Alipenda Waislamu au alipenda Wakristo? Kwa sababu ikifika ni kumuomba yeye Mungu, kila mmoja anaenda katika nyumba yake na hatuelewani. Sasa kama hapa sasa umekuja kibiashara, tunaelewana. Na sasa hizi nataka kwanza uniuzie kahawa pamoja na wenzangu hawa. Hapo naona tunaelewana vizuri mpaka tumekaa pamoja, si ndio? Tunaelewana tu. Lakini ikifika ni kumwomba Mungu, na hapo tunaweza elewana. Lakini sasa hizi tunaelewana kweli? Tunaelewana. Shida ni moja niliona kwa madini fulani, wengine wanaweza amini hivi, wengine wakaamini hivi. Sijui shida mahali iko, lakini kitu naweza jua Mungu ni moja. Na ni lazima mimi niamini Mungu na wewe uamini Mungu. Na mambo Mungu alisema ufanye hiyo, pia mimi nifanye hiyo mambo alisema. Unajua Mwenyezi Mungu alipotuumba sisi alituumba katika umbile la Kiislamu. Hebu msomee Qur'ani 30:30. Usijali, mimi nakupromote kwenye biashara yako, usione kama tunakupotezea muda. Hapo utauza kahawa mpaka utakimbia. Hebu 30:30 Qur'ani. Unajua kusoma Kiswahili? Si sana, lakini ni kidogo tu. Na Kirundi? Mkono ya Kirundi? Hapana, hatuna ya Kirundi, lakini uko na Kifaransa? Ya Kifaransa iko. Unajua Kifaransa? Hebu 30:30 nasemaje Qur'an? Naam, Suratul Rum 30:30 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Tunaambiwa uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Kwa hivyo kuna dini iliyo sawa sawa na yenye hauna sawa, yenye iko mbaya, na yenye ambayo haipo sawa sawa. Endelea. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu, yani dini hii ya Kiislamu. Kumbe hiyo dini ambayo iko sawa sawa ni dini gani? Hiyo sijui. Rudia. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu, yani dini hii ya Kiislamu. Ati dini gani? Ya Kiislamu, lakini mimi sitakubali. Sema siamini. Ukisema sitakubali na maana ushaweka defense kwamba mimi hata mkiniambia chochote mimi sitakubali. Unaona? Ngoja kwanza. Kwa hivyo hii dini ambayo iko sawa sawa ni dini ya Kiislamu kwa mujibu wa kitabu hiki cha Qur'ani, sawa? Hasa dini hii Mwenyezi Mungu anasema ndilo umbile aliloumbia watu. Wacha malize nikupe mfano, alafu tena tunafanya kwa vitendo hapa leo. Naam. Yani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Umbile. Na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo dini iliyo haki, lakini watu wengi hawajui. Ati watu wengi hawajui. Joeli hajui, lakini leo hata leo sijui. Leo utajua na utajua hujui. Unaona? Sasa Mwenyezi Mungu anasema huu Uislamu ni dini iliyo sawa sawa na ndilo umbile ambalo ametumbia sisi. Ukisikia Uislamu manake ni unyenyekevu na ni utaratibu, yani mfumo wa maisha. Sasa hivi mimi nataka nikununulie kahawa. Utakunywa vipi? Sawa.
Utakunywa kahawa? Nitakunywa. Sawa. Wewe si ni Mkristo? Na huyu sijui kama ni Mkristo ama hebu nikuulize my friend. Wewe ni Mkristo ama Muislamu? Wewe ni Muislamu. Sawa. Haya. Sasa unaona, huyu ni Mkristo, huyu ni Muislamu. Sasa hivi ukitia kahawa hapa kwenye kikombe, utatia kwenye masikio ama mdomoni? Kwa mdomo. Na huyu Muislamu atatia kwa mdomo pia. Na watu wote ni kwa mdomo pia. Lakini ukijifanya utie kwenye macho, itakuharibia macho ama itakuchoma. Haiwezekani yani. Huwezi kunywa kahawa kutumia macho, si ndio? Macho ni ya kuona, kuangalia tu. Sasa hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoumba, tufuate utaratibu huo. Huo ndio mfumo wa maisha. Lakini leo ukijifanya eti mimi kahawa natia machoni, sinywi, haiwezekani. Umenielewa? Ama leo useme mimi napumua na masikio, utakufa. Kwa hivyo mfumo wa maisha ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ukisikia Uislamu, kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, ufuate yale maneno mazuri, maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na ujiepushe na makatazo, mambo ambayo yanamuudhi Mwenyezi Mungu. Umenielewa mpaka hapo? Nishakupata. Hasa katika dini ya Emmanuel nimesikia ukisema kwamba Mungu alikuja akafa. Alikuja akakufa. Alikufa kufaje Mungu? Nini kilimuua Mungu, ama ni ugonjwa upi ulimuua Mungu wenu? Mungu hakuua na ugonjwa ama kitu fulani. Alikubali kukufa kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu? Alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Si yeye alifanya dhambi, ni sisi tulifanya dhambi. Akaona siwezi wacha watu wangu niliumba na niliwapenda wakufe bure. Ni lazima nende nikubali kukufe sababu yao ili waokoke. Huyo Mungu anaweza kutusamehe bila kufa? Yes. Lakini akaona afe. Ati? Akaonelea tu aje afe. Alikufa akamaliza siku 3 akiwa kuzimu, lakini siku 3 kiisha akafufuka. Saa hii ako mbinguni. Siku moja tarudi tena kuchukua wenye walimwamini na wenye walichukia matendo mabaya, walichukia dhambi, awapeleke kwa Baba mbinguni pia. Sasa huyo Mungu vile alikuwa amekufa siku 3, alizikwa. Alizikwa. Siku 3 kiisha kafufuka. Kabla hizo siku 3 kuisha, watu walikuwa wanaomboleza kufa kwa Mungu, si ndio? Na sasa walikuwa wakimwomba nani wakati Mungu alikuwa amekufa? Watu wengi walikuwa wamepoteza, walikuwa wanafikiria tunafanya aje, mbona Mungu wetu alikufa? Lakini siku alifufuka, malaika aliwaonekania, akasema msihangaike, Mungu wetu alifufuka. Ninauliza hivi, hapo wakati amekufa siku 3 watu wanaomboleza na wanaomba, walikuwa wanamuomba nani wakati Mungu ni marehemu? Hakuna mtu walikuwa wanaomba. Dunia ilikuwa inaendaje? Sababu kulikuwa kuna jua linazunguka kama kawaida, mchana na usiku vinabadilishana. Nani alikuwa anabadilishana, ama nani alikuwa anawapatia watu oxygen wakati Mungu yuko kaburini? Tuseme ya kwamba Mungu iko kama kuna Baba na Yesu Kristo, kuna Roho Mtakatifu. Hiyo Yesu ako kama watu 3. Yesu kuna Baba, huyo ndio Mungu, na kuna Yesu Kristo, huyo ni mwana, na kuna Roho Mtakatifu. Hizo siku alimaliza akiwa kaburini, vitu vilikuwa vinaendelea kama kawaida, lakini watu waliokoka, waliamini huyo Yesu. Hakujua ati atafufuka, hakujua hiyo. Walisema amekufa, vitu vimeisha tu. Sasa hapa umenipoteza. Umetangulia kusema Mungu alipenda ulimwengu akaja akafa. Sasa baadaye ukaniambia kuna Mungu Baba, alafu kuna Yesu na kuna Roho. Si ndio? Sasa kati ya hawa nani alikufa? Mwenye alikufa ni Yesu Kristo. Ndiye Mungu. Ndiye Mungu, lakini Mungu iko kama kuna Mungu huyo Baba. Tuseme yani wewe uko na wazazi. Tuseme kwa mfano huyu ni mzazi wako. Kuna mwingine mtoto wa huyu
Huyu ako nyuma, peana mfano na huyu. Njoo huku tufundishwe. Wewe ni baba, huyu ni mwana, huyu ni mwana wa huyu mwana wako. Huyu ni mjukuu wangu. Huyu ni mjukuu wako. Mbingu iko hivyo. Huyo mwenye alikufa ni huyu mtoto wako. Ndio Yesu. Huyu alikuwa hapo akaambia hao watu ati musihangaike. Sasa huyu ambaye ni mtoto wa yule. Kwa hivyo sasa na huyu ni mwana. Sitaki kusema huyu ni roho. Hivyo. Sasa huyu roho ni mwana wa yule. Si ndio? Wa Yesu. Ni hivyo. Na Yesu ni mwanangu. Si ndio? Kwa hivyo huyu ni mjukuu wangu. Kwa hivyo wewe kulingana Roho Mtakatifu ni mjukuu wa Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ataniita mimi babu. Si ndio? Ni hivyo. Ama ni aje? Ati ama ni aje? Wewe kwa Biblia yenu ama sijui Kikorani yenu mlifundishwa aje? Asante sana. Mbingu imekuwa aje? Haya, Qur'ani 2:255 kwanza tuanzie hapo. Qur'ani 2:255. Waeke kahawa alafu tuendelee. Mpendwa mtazamaji, huyu yuko biashara, ngoja kwanza tumpromote. Inshallah afanye kazi ndio tuweze kusoma maandiko. Anzia mwenye anataka hapa. Wewe mpatie. Ndio tuendelee. Unajua pia kuna baridi. Ndio mambo yakae vizuri, kuchangamke kidogo. Inshallah. Ndugu yetu katika Adam anasema Mungu alikufa kidogo na mambo yalikuwa naenda tu, lakini tena baadaye ametuchanganya, anasema Mungu aliyekufa ni huyu Mungu ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye pia ni baba ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu kidogo akabaki yatima kulingana na maelezo yake, na Mungu akafiliwa na mwanawe, lakini waliokuwa wanaomboleza ni wengine tofauti. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya kusemezana na tuweze kufundishana na kuwatoa watu katika kiza na kuwapeleka katika nuru. Kwa hivyo pia chukua fursa hii kusubscribe na uache comment yako hapo, maoni yako. Kuna watu wengi wanakuja kusilimu kando na kipindi. Alhamdulillah. Kwa wiki wakosekani watu 10, 15 ambao wengine wanapiga simu, wengine wanakuja physically, wanakuja wanasilimu, na tuendelee kusupport dawa ili ya watu hawa tuwape elimu ya dini. Wanahitaji kusapotiwa kabisa. Na hapa vile vile naona aliyesilimu yuko hapa, wacha amalize kunywa kahawa ili tuweze kumpa kanzu yake. Tulimwahidi kanzu na inshallah ipatikane kofia, alafu mambo yatakaa vizuri. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, endelea kutegea hapo ili tumsubirie bwana Joeli aje tuendelee. ابتسم فما أحلى تبسمنا وما أحلاه ما أحلى وما أسمى هناك تبسما منا متى نلقاه هناك الزهر والمطر هناك الشمس والقمر هناك الليل والأنسام. Naam, mpendwa mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Dawa Mitaani. Tunaendelea kusemezana na bwana Joel. Joel hapa alikuwa ametuambia kwamba Mungu alikufa na baadaye akafufuka, na ripoti ikaletwa na malaika kwamba Mungu wenu sasa ameshafufuka. Lakini akauliza, kulingana nyinyi Waislamu, Mungu wenu yukoje, ama maelezo kulingana na kitabu chenu yanasemaje kumhusu Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo nikawa nimetoa 2:255 Qur'ani. Naomba usome.
Itabidi nisonge huku labda. Msogelee huko alafu. Naam. Qur'ani 2:255 Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia wa kila jambo. Eti inasema Mwenyezi Mungu hakuna mola ila nani? Hakuna jambo. Hakuna jambo. Hebu rudia tena. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha. Hakuna Mungu mwingine ila huyo Mwenyezi Mungu mmoja. Yaani ukisikia Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha. Unajua uhai wa maisha? Uhai ni nini? Uhai ni uzuri wa kuishi. Ukisikia uhai wa maisha, maisha ya milele, kuna mwisho? Hakuna mwisho. Kwa hivyo ukisikia Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uhai wa maisha, ina maana hafanyi nini? Ni yeye maisha ya milele. Ina maana hafanyiki nini? Ati? Wewe una uhai wa maisha wewe? Niko na uhai wa maisha kwa sababu niliamini Mungu. Kwa hivyo unaishi dunia bila kufa? Nitakufa, lakini si kufa ndio hapo mimi nakusudia. Ina maana wewe kuna siku itafika utakufa. Nitakufa, lakini useke lakini kwanza. Iko siku ukifika utakufa. Nitakufa, ni lazima. Na watu watalia. Hivi Mungu wenu alikufa vile ambavyo wewe utakaokufa? Mungu alikufa na mimi nitakufa. Kwa sababu Mungu alikufa kwa sababu alikuwa amevaa huyu mwili wetu. Umenifuata? Alikufa kwa sababu alitoka mbinguni akavaa huyu mwili wetu. Huyu mwili utakufa. Huyu ni lazima ukufe. Sawa, kwa hivyo bado wewe unashikilia itikadi kwamba Mungu alikufa? Lakini Qur'an nasema Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uhai wa milele. Kwa hivyo kulingana na Qur'ani hafanyi nini? Hakufi. Endelea, malizia andiko. Naam, inazidi kusema, na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia wa kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Na nani huyo awezaye kuombea mbele yake Mungu bila ya idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao viumbe na yaliyo nyuma yao, wala hao viumbe hawajui lolote katika yaliyo katika elimu yake Mwenyezi Mungu, ila kwa alipendalo mwenyewe. Enzi yake imeenea mbingu na ardhi, wala kuvilinda hivyo hakumshindi. Na yeye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu. Rafiki yangu Joeli, umesikia? Mwenyezi Mungu kulingana na mafundisho ya Kiislamu hafi. Na sio kufa tu. Qur'an nasema kusinzia hakumshiki wala nini? Wala kulala. Lakini wewe Mungu wako huyo anayekuja kutufundisha hapa alisinzia na akafanya nini? Akafufuka. Wewe Kiswahili ni kama kina kupiga chenga kidogo. Unajua maana ya kusinzia? Kusinzia ni kufanyaje? Si ni kulala ukasinzia. Mungu wako alilala? Hapana. Hakuna. Lakini alikufa? Alikufa. Hakuna maandiko alisema ati alilala. Hebu tusikie katika Luka 8:23. Wewe unasoma Biblia lakini ya Kirundi. Ya kwetu. Ngoja tusikie. Ya kwenu sijui inasemaje, lakini Warundi wako hapa wanatazama, watatuambia. Luka 8:23. Naam. Luka 8:23 inasema, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Nao walipokuwa wakienda alilala nini? Usingizi. Nani alilala usingizi? Hajasema ni nani. Endelea. Inazidi kusema, ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari, wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari.
Nani huyo aliendewa na wanafunzi wake? Huyo ni Yesu. Wakamfanya nini? Wakamuita. Akiwa amefanyaje? Alikuwa amelala. Ambaye unasema ni Mungu? Huyo ni Yesu. Ambaye ni Mungu? Huyo ni Yesu ambaye ni Mungu. Kwa hivyo Mungu akalala. Alikuwa amelala, walikuwa wanafuata safari, walikuwa na safari mahali. Akalala kidogo. Lakini hiyo nini, kuna shida ilikuwa, wakaona wamezama, wakaendelea, wakamuita ili awaokoe. Haya, kulingana na Qur'ani Mwenyezi Mungu afanye nini? Ati? Kulingana na andiko ambalo tumesoma kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu hafanyi nini? Huyo ni mwokozi. Nauliza, kulingana na Qur'ani tumesoma tukasikia Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uhai wa maisha. Kusinzia hakumshiki wala kufanya nini? Sija kupata hata. Naona amesahau. Hebu rudia tena. Rudia, usichoke. Sitachoka. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia wa kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakulali. Afanye nini? Hakulali. Lakini Yesu alilala. Ukiona anayelala ujue si nani? Si Yesu. Inamaanisha si Yesu. Hebu tusikie kwanza Zaburi 121. Zaburi. Kitabu cha Zaburi kulingana na Biblia kinaitwa Zaburi 121. Hebu nisomee 4 hapo. Zaburi 121. Zaburi 121. Inasema, nitainua macho yangu nitazame milima. Zaburi. Nataka usome mstari wa 4. Mstari wa 4. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Endelea. Inazidi kusema, Bwana ndiye mlinzi wako. Eti naam. Imesema naam. Naam ni kukubali ama ni kukataa? Ni kukubali. Naam. Hatafanya nini? Hata sinzia na hata kulala. Nani huyo? Huyo ni Yesu. Imesema Yesu? Imesema nani? Si ni Yesu. Hebu rudia tena msomaji. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Nani mlinzi wa Israeli? Huyo ni Yesu. Haya, anasema ni Yesu ndio. Sasa sikia aya inayofuata. Bwana ndiye mlinzi wako. Wao wanasema Bwana Yesu. Na maana anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo huyu Bwana anayezungumzwa hapo ni Yesu. Si ndio? Maandiko yametuambia hata sinzia wala kufanya nini? Kulala. Lakini kwa mujibu wa Luka 8:23 akapanda chomboni, akafanya nini? Unaona ile kulala iko hapo. Nyinyi mnaifananisha. Ni kulala gani unajua wewe? Hii kulala si kulala ati hakuna kitu anaweza ona, amelala lakini kila kitu anakiona akiwa amelala. Akiwa amelala. Hata ile wakati alikuwa amelala, alikuwa anaona vile vilikuwa vinatendeka, lakini alikuwa anataka kuona nione kama watakubali vile watafanya. Alikuwa anawapima. Si ndio? Alikuwa anawapima. Maneno gani hayo uliyosoma kwamba alikuwa anaona? Maandiko inasema yeye halali. Lakini maandiko yamesema alikuwa amefanya nini? Hiyo kulala sio wewe. Maandiko yanasema Yesu alipopanda chomboni alikuwa amelala. Alilala nini? Alikuwa amelala hiyo siku. Alilala nini? Usingizi. Hiyo si ni usingizi, alikuwa amelala. Unajua maana usingizi? Hiyo usingizi si hii yetu. Unaona mimi nikisinzia siwezi jua ati niko hapa, niko mahali fulani, siwezi kama akili imepotea. Lakini yeye si kama hii usingizi yetu tunafahamu. Kwa hivyo mpaka leo huwa analala, lakini si kama sisi. Si kama sisi. Lakini analala mpaka leo. Hakuna maandiko inanionyesha hivyo. Lakini kuna maandiko ambayo yanakuonyesha kulala kwake sio kama kwetu. Inanionyesha alilala hiyo wakati alikuwa na watumishi wake. Mbona aliamshwa kama alikuwa anajua?
alikuwa anajua ni vile wewe uko kama bwana, watoto wako unajua kesho watakula kitu fulani ama kesho uko na mipango fulani, lakini yeye hawajui hiyo. Kwa hivyo Yesu anajua kila kitu. Anajua kila kitu. Mchana na usiku anaona kila kitu kitakuwa mahakama mpaka tukufe. Yeye anajua. Ngoja tumuulize. Hebu nipe Marko 11:12. Marko 11:12. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. يا صديقي